الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamd, kwa idhini yake Allah tumeweza kutekeleza ibada ya salatul asri, na pia kwa rehema zake na huruma zake tungali katika mwezi wa Ramadhani, na mwezi ambao ni mwezi wa kuchuma, mwezi wa kuutumia vizuri ili yale mazuri aliyaweka Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi huu tuweze kunufaika nayo. Na tumekuwa tukikumbushana masala mbalimbali ambayo yatatuwezesha kufanya vizuri katika Ramadhani, ili Ramadhani ikimalizika tuwe tumenufaika nayo na tumebadilishwa au tumebadilika kupitia Ramadhani. Ama siku ya leo tutakumbushana jambo muhimu katika mambo ambayo ni vyema tukajikita nayo katika maisha yetu yote, lakini hasa katika msimu huu adhim, msimu wa utekelezaji wa ibada ya saum, msimu huu wa mwezi wa Ramadhani. Na jambo lenyewe ni katika vitu ambavyo ni neema kubwa na ni kazi iliyotukuka mbele ya Allah. Kwa kazi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala humiminia neema yule mwenye kuifanya kazi hiyo, lakini pia kwa kazi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala humuondoshea mabaya na maovu, mabaya na madhila mwenye kufanya kazi hiyo, kazi ambayo pia ndiyo chakula cha nyoyo, ni kitulizo cha macho na nafsi, ni furaha ya nafsi na moyo, ni roho ya maisha. Na mwanadamu kwa kweli hasa Muislamu anahitajia mno, nao si nyingine bali ni dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia kumtaja yeye mara kwa mara ama kwa wingi. Tutaona mifano ambayo Allah ameiweka ndani ya Qur'an, lakini hasa mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ambayo yanaonesha kwamba dhikri ni katika vitu ambavyo vinaondosha majanga kwa mwenye kufanya dhikri. Allah ametuambia udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tuambia tulioamini, walioamini, mtajeni Mwenyezi Mungu na mumkumbuke, tena utajo mwingi, yani mara nyingi, na msabih, mtakase kwa wingi pia, bukratan wa asila, wakati wa asubuhi na pia wakati wa jioni. Ndugu zangu, ni dhikri wanazuoni rahimahumullah wameigawa katika makundi mawili. Kwanza ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika nafsi zetu, kama Allah anavyosema, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Anasema walladhina idha fa'alu fahisha, anawasifu watu wema ni miongoni mwa wale ambao pia wakifanya maovu au machafu, dhakarullah, humkumbuka Mwenyezi Mungu, fastaghfiru lidhunubihim, pia baada ya kumkumbuka Allah humtaka msamaha Allah kwa madhambi yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah,
na ni nani ambaye anasamehe madhambi kama si Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, na pia wakimtaka msamaha Allah hawaendelei alikuwa kiyafanya, wa hum ya'lamun, hali yakuwa shajua ni makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aina ya kwanza ya kumtaja Allah subhanahu, au ya dhikri, nao ni kumkumbuka Allah katika nyoyo zetu. Na pia Allah na pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama amemtaja yule ambaye anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Akasema sab'atun dhilluhumullah, watu wa aina saba watakuwa katika kivuli cha Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, yani siku ya kiyama. Miongoni mwa watu hao, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu, pamoja na mtu ambaye atamkumbuka Mola wake khaliyan, akiwa amejitenga peke yake, fafadat aynahu, akabubujikwa na machozi kutoka katika macho yake. Hii ni aina pia ya dhikr. Aina ya pili ambayo imezoeleka sana ni kumtaja Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na kadhalika. Na pia au nyiradi mbalimbali za kutoka nyumbani, za kuingia msikitini, zote katika adhkar ni utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Au hata usomaji wa Qur'ani pia ni utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Au pia hata swala pia ni utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie umuhimu wake, jinsi gani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyozungumzia manzila, nafasi yake ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. An Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala, kutoka masimulizi ya Muadh ibn Jabal radhi za Allah juu yake, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, rehma na amani za juu yake, ala ukhbirukum bi khairin min a'malikum azkaha 'inda malikikum, je, nisikujulisheni bi khairi a'malikum, kwa tendo ambalo ni bora kuliko matendo mengine mnayoyafanya, wa azkaha, lenye utukufu mno, 'inda malikikum, mbele ya mfalme wenu Allah subhanahu wa ta'ala, wa arfa'uha fi darajatikum, tena ni jambo ambalo pia linamuinua mtu daraja yake, au linakuinueni daraja kwa wenye kulifanya jambo hilo. Wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda, tena jambo ambalo ni bora, ni zuri mno kwa Allah kuliko hata kutoa dhahabu kama sadaka, wal fidda, na fedha, maana yake dhahabu madini ya dhahabu, fedha madini ya fedha. Min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, tena jambo lenyewe ambalo lina ubora wake na malipo yake ni bora kuliko hata kukutana na maadui wenu katika uwanja wa jihad wa vita, mkakata shingo za maadui wenu, au nao wakakata shingo zenu, manake mkawaua au wakakuoni ninyi, jambo hili ni bora mno. Masahaba wakasema bala ya Rasulullah, kwa nini ewe mjumbe wa Allah usijulishe jambo zuri namna hiyo? Akawaambia ala wa hiya dhikrullah, huwa dhikrullah, si lingine bali nini? Ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, swala la dhikri limekuwa na ubora ule kutoa sadaka ya madini, yawe ni ya fedha au ya dhahabu. Nimekuja fedha na dhahabu kwa sababu ndio iliyokuwepo kipindi kile, manake tunaingia hapo kama ni almasi itajwa hayo, lakini imewakilisha madini yote mengine, aina mbalimbali za madini. Wakati huo mashuhuri madini ya dhahabu na fedha yalikuwa mashuhuri zaidi, lakini iwe ni dhahabu, iwe ni almasi, iwe ni tanzanite, iwe ni ruby na kadhalika, kutoa sadaka katika kwa madini hayo hakulingani ubora unaopatikana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hata kupigana jihadi pia hailingani kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah anazungumza ndani ya mazungumzo yake kupitia hadithul qudus, kupitia ulimi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema
inna ana inda dhann abdi bihi, mimi nipo pamoja na dhana ya mja wangu anavyonidhania. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, nami niko pamoja naye pindi anaponitaja mja wangu. Fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, akinitaja mja wangu na kunikumbuka katika nafsi yake siri siri peke yake, nami humkumbuka mja wangu huyo sirini, yani peke yangu katika nafsi yangu. Wa in dhakarani fi mala'i dhakartuhu fi mala'in khairun minhu, akinitaja mja wangu katika halaiki ya watu, nami humtaja mja wangu huyo kwa halaiki ya mbele ya halaiki ya viumbe ambao ni bora kuliko viumbe hao walionitaja mbele yake. Manake ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya halaiki ya watu, basi Allah anakutaja mbele ya viumbe, halaiki ya viumbe bora kuliko hawa ambao ulionao ambao ni binadamu na majini. Huo wote ni utukufu ambao unapatikana katika nini? Katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia anasema sahaba mtukufu Abu Darda radhiyallahu anhu, anasema likulli shay'in jala, kila kitu kina repair yake, kina service yake, kina kusafishwa kwake. Wa jala'ul qulub dhikrullah azza wa jalla, na kusafisha moyo wa Muislamu ni kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili kuusafisha moyo wako dhidi ya mambo mabaya, dhidi ya fikra mbaya, dhidi ya mawazo yaliyotopea na kunyimaraha katika maisha yako, basi ni kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia anasema mmoja katika waja wema waliopita, Hasan al-Basri, anasema wala raiba anna al-qalba yasda kama yasda an-nuhas wal-fidda wa ghayrihima, hakuna shaka kwamba moyo nao pia hupata kutu kama ilivyo inapopata kutu an-nuhas, madini ya nuhas, wal-fidda, madini ya fedha, na pia hata chuma. Wajalauhu bidhikri, lakini kisafisho cha moyo ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika matendo ambayo ni bora mno kuliko yote ni pamoja na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuzungumza hapo mwanzo, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatufundisha akieleza mazungumzo ambayo walizungumza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wake. Mtume anasema man shaghalahu fi dhikri an mas'alati a'taytuhu afdalu ma u'ti as-sa'ilin. Subhanallah, Allah anazungumza kwa kusema, akimtaja mtu ambaye anashughulishwa mno na kumtaja yeye, anasema man shaghalahu dhikri, yeyote atakayeshughulishwa na kunitaja mimi, yani yeye ni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar na adhkari nyinginezo, an mas'alati, mpaka ikafikia mtu akasahau hata kumuomba Allah mahitaji yake, akawa yeye kazi yake ni nini? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana, mpaka jambo la kuomba Allah akalisahau, kana kwamba anaomba Allah mara chache sana kuliko anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi ni kinyume chake. Watu ndio Ramadhani hii kuna nyakati za kujibiwa dua, nataka hichi, nataka kile, nataka hichi, nataka kile, nataka hichi, na niondoshe maradhi, hii niondoshe hili. Ndio tunaposhughulishwa hivyo. Ya Rabbi, sina kazi, nipe kazi. Ya Rabbi, mimi ni maskini, nipe utajiri. Yani watoto wangu kadha, yani hao ni wanashughulisha kila siku. Sikiliza Allah anaposema, man shaghalahu dhikri an mas'alati, yeyote atakayeshughulishwa na kunitaja mimi dhidi ya kuniomba, a'taituhu afdal, nitampa kitu bora, ma u'ti as-sa'ilin, kuliko hata kila anachowapa wanaoomba. Yule ambaye anashughulishwa na kumwomba Allah kila kitu, nataka hichi na hichi, sio vibaya, na katika jambo zuri, na kuna fadhila zake katika dua,
lakini Allah anamtazama zaidi yule mtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jaza yake licha ya malipo ya kumtaja Allah, lakini pia atampa kilicho bora kuliko nini? Kuliko anachoomba yule ambaye ni muombaji. Inawezekana kabisa ile mahitaji yako unayohitaji, zile hofu zako unazozihofia, Allah atasolve zote kwa wewe tu kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mmoja ambao anazungumza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ndani ya katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Hurairah radhiallahu anhu, anasema moja katika mfano kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, idha kharaja ar-rajulu min baitihi, pindi atapotoka mtu kutoka nyumbani kwake, faqala, na akasema bismillah, kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakkaltu ala Allah, nimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala haula, na sina mbinu wala njia wala hila, wala quwwata, wala sina nguvu, illa billah, isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqalu lahu, pataneno kusemezwa mtu huyo ataambiwa, hudita, umeongozwa katika njia iliyokuwa ya kheri. Ameongozwa. Hapa ni adhkari tu, wala hajaomba kitu katika dua hii. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla quwwata illa billah. Ametoka katika nyumba yake akiwa anaelekeza mambo yake kwa nani? Kwa Allah. Na ad'iyatun au nyiradi ni katika adhkari, katika dhikri za kumtaja, kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataambiwa hudita, umeongozwa. Kila siku tunasema katika swala, ihdina siratal mustaqim, niongoze njia iliyonyooka. Lakini kwa maneno haya tu, kabla ya kuomba Allah, mtu akiyasema tu tayari Allah anasema hudita, ushaongozwa, kabla atakuomba kumomba hidayah Allah, kumomba Allah kuongoze. Wakufita, na umetoshelezwa, ulihitaji mahitaji yako yote unayoyataka Allah ashatosheleza. Allah mwenyewe amejiwekea sasa, mimi ana zaimun, mimi nitakuwa tayari kuyatekeleza mahitaji yako yote. Umetoshelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uqita, na umekingwa. Tena unakinga dhidi ya maradhi, unakinga dhidi ya kila aina ya shari. Kwa hiyo tu kumtaja Allah Subhanahu kutoka nyumbani kwako, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ilikuwa kuna ajali kukute, Allah ashakukinga nayo ajali hiyo. Walwiqatu khairun min al-ilaj, kinga ni bora kuliko nini? Tiba. Ilikuwa unahofia maradhi fulani, Allah anakukinga nayo maradhi hayo kabla hata hujaomba Allah kukinga na maradhi hayo. Lakini watatanaha anhu ash-shayatin, na pia mashaitani hujiweka mbali na mtu aina hii. Wayaqulu shaytanun akhar ma laka birajulin hudiya wa kufiya wa uqiya. Mashaitani atakuwa anaambizana huko, jamani, hamna tena njia wala nguvu kwa mtu ambaye ashaongozwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ashatoshelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ashakingwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, huu ni msimu wa kufanya mazoezi ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, amali mbalimbali, lakini tujifunze kuwa alsinatuna litakuna ratbatan, ndimi zetu ziwe zina majimaji ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila pahala uendapo, uwe kwenye gari mtaje Allah, uwe nyumbani mtaje Allah, uwe njiani unatembea mtaje Allah, katika biashara ya kilimo mtaje Allah. Haikuchukui na dakika zozote zile kumtaja Allah Subhanahu, bali ujira wake ni mkubwa. Na siku zote nakwambia, ikiwa lengo likiwa ni zuri, basi inakuwa yale ambayo zile njia zake inakuwa ni nyepesi. Kama lengo lako ni kufikia ucha Mungu, lengo lako ni kufikia kumtaja Allah, uwe miongoni mwa waliopata ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna uzito katika jambo dogo kama hili la kumtaja Allah, kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Katika msimu huu wa Ramadhani kuna uradi mashuhuri ambao umepokelewa kupitia kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, ni kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tukithirisha nyiradi mbalimbali ambazo zimethibiti katika msimu huu wa Ramadhani, na tuwe ndio maisha yetu hata baada ya Ramadhani,
itupate ujira na fadhila zinazopatikana kupitia nyiradi mbalimbali. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.